Bana, tumepata nafasi ya kuzungumza na Wastara hapa. Tuambie mambo mengi ambayo yanaendelea na jambo lako. Kwanza hongera. Asante. Kurudisha nyuma kidogo kwenye story ya kwako wewe na Dudubaya, inataka kushabiana na hiki ambacho kimetokea hapa, kwa sababu mwanzo pia tuliamini tunachokiona ni uhalisia, lakini baadaye kaja kuwa tofauti. Kuna namna pia na wewe imekuathiri labda baada ya watu kugundua kwamba ulichokuwa unakifanya hakina uhalisia ambao tulikuwa tunahisi iko hivyo? Kwanza mimi niliomba radhi kwa Tanzania na narudia tena kusema kweli, sijawahi kuongopea. Sijawahi kuongopea alafu nikawa front kama hivi kwa Dudubaya. Kwa hiyo naomba sana radhi, sababu watu walikuwa attention, watu wengi walikuwa hawataki kitu. Unajua mtu anakuambia nakupa hela sasa hivi kiachana na huyo jamaa. Umenielewa? Na kuna wengine walikuwa na support, wachache mno walikuwa na support, lakini wengi walikuwa hawataki kabisa. Lakini kwa sababu mimi najua haikuwa kweli, kwa hiyo ilikuwa najibu ninavyojibu, najua nini nilikuwa na wajibu. Lakini mwisho wa siku bado nitaendelea kuomba msamaha wa Tanzania kwa kuiweka hii issue kubwa sana, kuonyesha kwamba tuna mahusiano wakati haikuwa kweli. Wanisamehe sana, lakini naweza kusema ni moja ya kazi yangu, kwa sababu mimi ni balozi wa watu ambao wanaishi kwenye mazingira magumu, watu ambao wameathirika na madawa na pombe, bange, na walioathirika kisaikolojia kwa sababu ya maisha mbalimbali. Ni balozi, nilichaguliwa nchini Sweden. Kwa hiyo hii ni kazi yangu, kuweza kumchukua binadamu yoyote, sawa, kumpa mawazo mapya, kumtoa katika kile kitu labda kibaya anafanya, kumrudisha katika kitu kizuri. Na ndivyo nilivyokuwa nafanya mimi kwa Dudubaya, kuweka attention nyingine kwenye jamii na kubadilisha macho ya watu, yasimtizame vile, amtizame vile akifanya kazi za kijamii, akifanya kazi zake. Attention yake iwe sio kukaa na kusema watu kwenye ma-TV, iwe nyingine. Katika section hiyo atoke, move on, angalie anaweza vipi kupromote hiyo studio yake, anaweza vipi kucheza na jamii yake, kwa sababu kila anavyotukana wasanii wengine ndivyo anavyojizidishia maadui. Kwa hiyo lengo ya watu ambao walinifuata ilikuwa hivyo, kwamba wanahitaji kumsaidia atoke huko. Kwa hiyo ina maana chochote alichokiongea kibaya ni kibaya kweli, ameongea vibaya, lakini katika maisha yangu changamoto ambayo tumeiona kwenye filamu ni ndogo sana. Nimepitia magumu, lakini pia kama ulivyosema, inawezekana hiyo ikawa ni sehemu ambayo inatuhusu na Dudubaya. Haituhusu, kwa sababu mimi na jamaa tulionana airport, sijai kuonana naye. Lakini ukiangalia vile anavyoongea vibaya kwa mtu asiyenijua, yeye hanijui mimi hata kidogo, hajui chochote, hajui ndani wangu. Kwa hiyo kuniongelea vibaya vile ni kama mtu ambaye amenikata na kisu, na amenikata mimi na familia yangu yote. Mimi sijali kuumia, najali tu familia yangu ikiumia kwa vitu kama vile. Kwa hiyo lazima iniume, sawa, na katika kuniuma kwangu unaona kitu kama hiki ambacho bado tunaendelea kukishuti. Unaweza kukuta tu nikapata wazo, kwa nini nisiongeze jambo kama hili, unaelewa? Kwa sababu limeniumiza mimi na familia yangu. Kwa hiyo vitu kama hivyo, na hiyo ndiyo bahati mbaya yangu. Namchukua mtu kwa lengo zuri, tena kwa moyo wote, pengine bila kulipwa chochote, lakini end of the day narudishiwa mabaya kuliko maelezo, unaelewa hivyo. Kwa hiyo ni sehemu ambayo changamoto wanaipitia sana, ya kutoa mazuri na kulipwa mabaya. Wakati naumwa, I think mwaka jana, mwishoni, Abdurazaki alinitembelea. Kusema kweli alinikuta niko kwenye hard time sana, alinikuta nimekata tamaa. Unajua kukata tamaa, mtu ambaye anasema sitainuka hapa na kufa. Kwa hiyo alivyokuja katika maongezi, mimi nikawa nalia, namuonesha picha yangu, namwambia natamani kurudi pale. Umeona? Sasa akaniuliza, unataka nini, kitu cha kwanza? Nikamwambia kitu cha kwanza nataka kutoka hapa nyumbani, natamani nikae sehemu nyingine. Akasema sawa, utaenda ukaa sehemu nyingine, afu nitakuletea wasanii, utakuwa unafundisha.
Afu kuna kazi, na akaanza kusimulia kazi, yani akatoa kabisa huku kwenye Edex, Panado, unaelewa? Yani kwenye mawazo yale kuwa nawaza kila siku dawa, akanitoa akaniweka kwenye ile, yani nini sijui niseme, kazi yangu yani. Afu kitu ninachokipenda yani, unajua yani mpaka mimi nilikasirika, nikawa naongea wasanii hawaji kunitembelea, ilikuwa sababu ni kitu ambacho nakipenda sana. Yani nikizungumzia wasanii, mimi siwachukuli kama wasanii wenzangu, na wachukulia kama familia yangu. Yani hakuna msanii ninayemchukia wala ambaye nasubutu kumsema vibaya, sio, unaelewa? Yani wasanii wote wako hapa kwenye moyo, na enjoy na furahi kuwaona. Kwa hiyo hata nilivyosema lile neno, Abdulrazaki wakati anaanza zile stories za kusema tutafanya nani tamthilia, umeona mimi nikamwambia unajua mtu akituliza akisikiza story yangu anaweza akachanganyikiwa. Akasema hiyo, hebu point kidogo, hebu niambie kidogo. Nikamwadisia, akasema basi story tushapata kazi tuwafanya. Kwa hiyo siku 2-3 hizi nitakuja na wasanii hapa alafu tutaendelea na vitu vingine. Yani mtu fulani alikuja kwanza kama yani ni mwenyeji, amezoea pale nyumbani, yani amezoea mimi, unajua sijai kukutana naye japo tunajuana toka 2017 tuna chati tu, kaja kama mwenyeji, unajua yani nia yake ilikuwa ni kunitoa kule kwenye kuumia, kunirudisha akili yangu sehemu nyingine. Sasa alivyonirudisha na akapata na suluhisho hapo hapo kwamba hii kazi tutafanya. Kwa hiyo umeona, nikaona tu ananipanga hapa bwana huyu. Baada ya siku 3 karudi na wasanii. Vipi, wewe fanya mazoezi hivyo. Sasa anaichukua ile story, anawapa wale baadhi ya wasanii waliokuja nyumbani, alafu ananirudishia mimi mwenyewe ni react. Kanaambia sasa unasimama kabisa wewe. Umeona unasimama wewe, unafanya kazi, umenielewa Basi akawa ananirudisha kwenye ile mood, yani mpaka navaa character, yani uko hapo lakini character unaivibe. Sasa unasimama, tunaenda kufanya kazi. Umenielewa chochote unachokipata utakipata tu kwenye kazi. Umeona? Basi baada ya siku hiyo akaondoka, akadraft ile story, akaniambia story tayari, bado tu kuingia kushuti. Umenielewa? Akamention Doreen Karen. Doreen alipenda ile Karen. Nilivyomuona nikasema ujiwaje kumchukua dada, kwa sababu kwanza amefanana na mamangu sana. Cha pili, katika familia yangu mimi watoto baba mmoja mama mmoja, mimi peke yake ndio nafanana na mama yangu. Kwa hiyo ninavyomuona Kari naona kama yani usichana wangu ndio yule, yani unaona, najiona mwenyewe. Kwa hiyo na kwa sababu story inanihusu mimi na ilianzia nikiwa binti kama Karen, kwa hiyo ameingia mle, umeona, nikapata nguvu kweli, tukafanya Abdul pale akasimamia, tukaja wote watu 3, mimi Karen na Abdulrazaki, tukaanza kuifanyia kazi, tukatengeneza kama demo na Mungu anasaidia tulifanikiwa. Sawa. Na pia nowadays sasa baada ya kwamba hizo mchakato wote mpaka umefanikiwa, tumeona Karen amepost amepigwa na mume wake na nini, ikaleta taswira nyingine. Ghafla tukaja kugundua kwamba kuna kazi inakuja na vitu kama hivyo. Kila mmoja amereact kivyake. Wewe alikushirikisha labda kwamba bwana anafanya hivi ili kazi iondoke, na kama hakukushirikisha reaction yako ilikuwaje? Kwa sababu kwanza anaijua ile ni scene tulipiga, alafu cha pili kwa sababu tuko wote kama partners, hawezi kuacha kunishirikisha kufanya kitu kama kile. Kwa hiyo nilijua kuna nini ambacho kinafanyika, na post zote ambazo amepost Instagram nilikuwa najua ana post nini. Lakini ile ni moja ya changamoto ambayo mimi nilikutana nayo, ile kupigwa kama vile. Tena pale ile scene naona ni ndogo kabisa kuliko changamoto ambayo nilikuwa napata mimi. Yaani ni story ambayo ni ukweli kabisa. Na naamini itawagusa watu wengi na itawafundisha watu wengi, kwa sababu ni maisha ambayo magumu, machungu,
yanakera, unajua yani yana vitu vingi ambavyo sijawahi kumhadisia mtu yoyote katika maisha yangu. Kwa hiyo lakini sasa pia imechukuliwa vibaya kwenye mitandao na watu wengi especially pia hapa tunamzungumzia Shilole ambaye mwanzo alichukua akaona kama mdogo wake amepata madhara lakini later akagundua ni attention na kiki na vitu kama hivyo, akasema kwenye lolote likatokea kwa mdogo wake hatosimama tena. Unalipi la kumwambia Shilole kwenye hiyo? Shilole unajua kabla ya kuwa kwenye muziki alikuwa msanii wa filamu. Yule ni ndugu yangu, I don't know kama ni dadangu, tuko sawa au ni mdogo wangu. Lakini ni mtu ambaye anajua mambo ya industry na swala la kuweka attention kwenye mitandao ni kazi ya wasanii kote duniani. Kwa hiyo tulikuwa tunajaribu kuweka attention kwa watu na kuintroduce pia kazi waione, kwa sababu bado sisi tunahitaji wadau, tunahitaji support ili kuweza kukamilisha kazi yetu. Kwa hiyo asinukuu vibaya, sawa, kwa sababu tulichokitaka kimewafikia, ndio maana yeye aka comment na simlaumu. Unajua inawezekana yeye amemshiba sana Karen, ndio maana aka panic. Kwa hiyo simlaumu sana, ila tu namthibitishia kwamba ile ni kazi tulikuwa tunafanya na hiyo ni moja ya scene ambayo ilikuwepo katika kazi hiyo. Kwa asijisikie vibaya na asiache kumsaidia ndugu yake akiona amepata tatizo kama hilo kiukweli. Kwa hiyo hiyo ni kawaida kwenye kazi kuweka attention. Kwa hiyo usitufikirie vibaya au usimfikirie vibaya Karen.